saa 10 alasiri au 10 kamili jioni ya tarehe 23 ya mwezi huu wa pili mwaka huu wa 2021. Ni mechi kubwa sana sana kwa Simba, kwa Tanzania na kwa Afrika Mashariki. Nikiangalia mechi zilizochezwa karibuni katika dimba la Mkapa, nadhani hii ndio mechi kubwa zaidi iliyochezwa tokea muongo huu uanze kwa level ya club, hata ukichanganya kwenye level za timu za taifa. Mabingwa wa Afrika ambao umetoka kushiriki mashindano ya ubingwa wa dunia wamefanikiwa kushika nafasi ya 3. Wapo jijini Dar es Salaam siku ya Jumanne wakabili mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika Mashariki na Kati. Mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika, Simba Nadi Ahli. Narudia, mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika, National Ahli, na mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika Mashariki na Kati, Simba Sports Club. Rekodi hizo zinaufanya mchezo wa Jumanne utakuwa ni wa kipekee, ukizingatia zote ni mabingwa katika nchi zao. Mara mwisho tulikutana hapa Dar es Salaam mwaka 2019, tukawafunga goli 1-0 kwenye mechi tuliyosema yes we can, na kweli tukaweza. Naikumbuka press ile tulifanyia pale klabuni Msimbazi kabla ile mechi, na tushatoka kufungwa 5 na Vita, tushatoka kufungwa 5 na Al Ahli. Baadhi ya waandishi walicheka kweli, lakini tukaingia pale Jumanne kama tutakaocheza kesho kutwa, tukaenda tukapata ushindi mzuri wa nyumbani ambao tusogeza karibu ya kuingia robo finali ambao tulifanikiwa kuifikia. Narudia, ni mechi kubwa sana. Al Ahli mara zote tulizocheza nazo katika ardhi ya Tanzania tumewafunga. Tuliwafunga mwaka 1985 wakiwa mabingwa wa kombe la washindi, kwa maana mabingwa waliokuwa wakitetea taji lao pale CCM Kirumba. Tuliwafunga 2-1, goli lao akifunga Mohamed Al-Khatib Bibo ambaye sasa hivi ndio rais wa klabu ya Al Ahli, na magoli ya Simba akifungwa na Zamoyoni Mogela Golden Boy pamoja na Mtemi Ramadhani. Mwaka juzi Medi Kagere akawafunga tena. Tunao uwezo wa kuwafunga tena. Tunao uwezo wa kushinda mchezo huo. Dhamira hiyo ipo kwa kila mwana Simba, kuanzia wachezaji, benchi la ufundi, viongozi, wanachama na washabiki wetu wote. Leo na jana tuko na mchezo kule Musoma, na leo tumesafiri pamoja na wachezaji kurudi. Unaongea nao mmoja mmoja, nikawa na watania, nikamwambia jamani, leo kocha amewapa off ili mrudi jioni au kesho kwa ajili ya mechi na Ali. Ambia tutaki off, tuna mechi kubwa. Wachezaji wetu mnawajua, ni wanaposema hatutaki off ya kwenda majumbani, tuna mechi kubwa. Kwa tunataka tuje tucheze mechi kubwa, tuwape furaha na ushindi wana Simba na Watanzania. Ali sio timu nyepesi. Tunaposema tunao uwezo wa kuwafunga, tunatambua ukubwa wa klabu yao in terms of trophies,
ubora wa kikosi na hata historia. Tunakiri wazi wazi sisi sio level yao, lakini Simba hupenda mechi kubwa kubwa kama hizi, na tumeshafanya hivyo mara kadhaa. Timu za Misri ambazo zishacheza hapa zimefungwa hapa. Tulianza na Mehala Al-Kubra mwaka 74 kwenye mchezo wa semi-final Club Bingwa Afrika, goli la Sada Ali marehemu. Tukawafunga Ali kama nilivyowatajia mwaka 85 hapa Kirumba. Tukawafunga Heras Al-Hudud, tukawafunga Nadi Zamalek, tukawafunga Arab Contractors, tumewafunga Ismailia, tumewafunga Ahli na tunarudiana na Ahli na tutakwenda kuwafunga Ahli tarehe 23. Hatuna compromise na ushindi unapokuja kwenye Champions League katika level kama hizi. Mentally tumejiandaa na tunakwenda kwenye mchezo huu. Hakuna choice, hakuna hadithi nyingine isipokuwa ni kupata ushindi ambao utatuwezesha sasa kuikaribia target yetu. Target yetu wote mnajua ya chini ni semi finals za Champions League. Narudia, so hard, lakini no way, lazima tukashinde kwa nguvu kubwa ya jasho, kwa mapambano makubwa, lakini lazima tukashinde mchezo huu kwa maandalizi yetu na mipango yetu na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Last game tulisema war in Dar, tuliita war in Dar, vita ndani ya Dar es Salaam, vita dakika 90 ya jasho na damu ya ndani ya dakika 90. Tukafanikiwa. This time around tunasema total war, vita kamili. Hiyo ilikuwa vita ndani ya Dar es Salaam, hii vita kamili, total war, point of no return. Hakuna kurudi nyuma. Shakutana naye, hakuna kugeuka. Hali kubwa, lakini ni total war na point of no return. Lazima tuwakabili, lazima tushinde. Kwa hiyo tutakuwa na slogan ya total war, point of no return. Ni vita kamili ya dakika 90, vita completely war, isiyokuwa na risasi wala mabomu, ndani na nje ya uwanja. Lazima tupate points 3 Jumanne. Ndio maana tunasema point of no return, ili tufikie target yetu. Yaani hatuna kugeuka nyuma, lazima tushinde tu, lazima tushinde tu. Wao ni wakubwa, wao ni mabingwa wa Afrika, lakini sisi tuna target ya kufika walipo na kuwazidi, na tutafanya hivyo kwa sababu malengo yetu sisi ni makubwa. Malengo yetu ni makubwa, na nataka kusaidia sio mpira tu wa Tanzania, lakini na region nzima hii East Africa. Sasa tuanze kuheshimika clubs za East Africa, tukiwa kama mwakilishi pekee wa East Africa kwenye group stage ya Champions League. Hatuwakilishi tu nchi yetu, tunawakilisha hii zone nzima, region nzima hii. Kwa hiyo tunacheza kwa niaba ya zaidi ya watu milioni 200 au 150 kama namba zangu sizifahamu vizuri, population ya zone nzima ya East Africa. Hao mwakilishi wao wa raia wote hao ni mmoja tu kwenye Champions League, Simba Sports Club.
Wachezaji waenda kucheza kwa niaba ya klabu yao, kwa niaba ya nchi yao, kwa niaba ya region nzima ya East Africa. Tunaenda kutetea bendera ya Simba, bendera ya Tanzania na bendera ya Afrika Mashariki. Kwa wao wananchi wa Tanzania na watu wa hizo nchi nyingine na washabiki wa Simba ni dua na sala. Ni total war. Point of no return. Ukikutana na Simba au chui porini ana kwa ana, ukigeuka kakuua. Ukigeuka kakuua. Pale lazima upambane tu, ndio hiyo point of no return. No, hakuna kugeuka. Unakaa namna hiyo. Mnapambana unashinda. Ampige kwa mfano chuki, mpige ngumi ya kichwa sawa sawa anakwenda chini. Kichwa chake wanasema kama yai, kigonga damu yule. Lakini je, unao ujasiri wa kupambana ana kwa ana? Sasa Simba tunao ujasiri, ndio maana tunasema point of no return. Kuna kugeuka nyuma. Total war. Sio war in die, ni total war. Kamili. Dada Deki. Heshima tutawapa. Na tunajua ukubwa wao, lakini Simba tuna malengo yetu. Wao walifika hapa, wao ndio mabingwa mara nyingi zaidi kama anavyosema Afrika. Lazima tupambane. Na katika kuifanya mchezo huu upate support ya Watanzania walio wengi kama si wote. Najua kuna wachache wengine wao hawezi kutunga mkono na tuhitaji sana. Tumeweka viingilio very friendly. Tukitaka ile target au yale malengo au makusudio au sisi Kiswahili gani ambao CAF wametuambia kiwango cha juu ni watu 30,000, sio? Nusu ya watazamaji 60,000. Watu 30,000 hawa kwa trend ya Simba ya hivi sasa, mtoka kumfunga Vita away, Vita Club ambao msimu miwili nyuma tufunga goli 5, tumekwenda kumpiga kwao. Hakuna timu iliwahi kufanya hivyo Tanzania, kuifunga timu ya Kongo kwao. Hakuna. Miaka 60 sasa hivi nakaribia, si miaka mingapi ya uhuru, hakuna alofanya hivyo. Hakuna yoyote yule. Kuna klabu yote zinatamba tu chochoroni huko. Lakini unapokuja kwenye mechi wanaume wamekutana 11 ni Simba peke yake aliweza kwenda kumfunga mtu kwao. Kinshasa, Vita Club, bingwa zamani wa Afrika. Wiki moja tu nyuma hapo, siku chache tumempiga kidude hapo kwao. Tumetoka kushinda mechi mfululizo za ligi. Ingawa tulidraw na Azam, lakini tumeenda kucheza away jana tumeshinda. Tuko karibu na nafasi yetu. Ahali ametoka kucheza ubingwa wa dunia na ameshika nafasi ya 3. Kwa hiyo unaona hiyo mechi ina ladha kwa mtazamaji kiasi gani. Yaani bingwa wa Afrika na bingwa wa Tanzania wanakutana kwenye group stage, mechi kubwa, unakaa nyumbani kwa kiingilio cha mzunguko shilingi 3,000. Rafiki yangu, Simba wako utakuwa na mashaka. Serious. 3,000 mzunguko. Simba hii wanatoka kucheza ubingwa wa dunia. Walikutana na Simba wa Kijerumani wakachukua 2. Tarehe 23 wanakuja kukutana Simba wa Afrika, Simba Sports Club. Wanakula nazo goli zao afu wanatafuta nafasi nyingine. Unakaa nyumbani 3,000. Ndugu yangu, kwa Simba yako unakokuandika kwenye mitandao tu na kubishana, Simba uje kushangilia pale. Tumeweka 3,000 mzunguko, 15,000 VIP-B, 30,000 VIP-A. Kwa masharti, viingilio hivi vinavyoanza kuuzwa leo kwenye vituo tofauti, mwisho wake ni siku ya Jumatatu saa 6 usiku. Unaweza kununua kwenye simu au kwenye vituo, lakini mwisho Jumatatu saa 6 usiku.
Ikiingia Jumanne tu kiingilio ni shilingi 5,000 mzunguko, 20,000 VIP B, 40,000 VIP A. Na hatubadili. Ile mara ya kwanza nakumbuka niliwahi kuambia hapa mechi sisi tulikuwa tunacheza na Platinum. Nikamwambia CEO, naomba bana vibaki vile vile, punguzo ile discount. Tukaridhia, tukabaki vile vile. Lakini safari hii ikifika Jumanne kiingilio ni 5,000, 20,000 na 40,000. Tunaifanya hivi kwa sababu kubwa mbili. Wafanya sasa watu waanze kununua ticket mapema. Mnawapa changamoto ile taasisi ile ya inaitwa nini? N-card. Lakini mnawapa changamoto mapolisi. Tunajazana watu wote 20,000 wanunue ticket kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Zogo linakuwa jingi mno. Huwezi kwa afford ticket 40,000, 30,000 ziuzwe kwa muda wa masaa 3. Utaweka vendors wangapi pale? Hapa baadaye naanza kutumia message. Haji, huku hakuna wauzaji hawapo. Jamani, leo Friday mpaka Jumatatu. Hutaki kununua 3,000, hutaki kutoa 3,000. Unasubiri Jumanne ukalete zogo, baadaye uanze kuniandikia message. Ulalamike. Hawa watu wenu wa N-card hawako wauzaji. Kwa nini usinunue leo? Kwa nini usinunue kesho? Kwa nini usinunue Jumapili? Kwa nini usinunue Jumatatu? Sasa lazima tuanze kubadili mindset za Watanzania. Nunua tiketi yako mapema kwa shilingi 3,000. Ukilitaka zogo, unapata zogo na penalty juu ya 2,000. Unalitaka zogo kutoka 15,000 na penalty juu unaongezewa 5,000. Ya nini yote? Ya nini? Ahli na Simba. Ahli na Simba. Na tutafanya promotion kubwa. Tutafanya promotion kubwa. Maana yake ikishafika ile 30, Jumanne tiketi haziuzwi. Na ikifika 30, Jumatatu tiketi haziuzwi. Ikifika 30, Jumapili au kesho tiketi haziuzwi. Yes. Kwa sababu tuna kiwango tumewekewa na CAF. Hatuwezi kuvuka 30,000 mwisho. Na kesho road show inaanza. Kesho na Jumapili. Kuuza ticket na kufanya promotion ya mechi kwenye vituo mbalimbali. Bagala, Temeke, Ubungo, Kariakoo, Karume. Yes, hii ni mechi kubwa. Lazima nchi ijue, Afrika ijue. Afrika nzima itakuwa Dar es Salaam kuangalia mechi ya Simba na kuangalia total war, point of no return. Afrika. Chana mambo mengine haya. Kwenda kwenye hiyo mechi tukiwa na ari na nguvu na matarajio ya ushindi. Jumatatu kutakuwa na press conference ya makoch wa timu zote mbili pamoja na manahodha. Tutawatangazia venue. Lakini jana Clifford alinitumia message. Clifford afisa habari wa TFF akinambia utaratibu kwa waandishi wapiga picha wanaotaka kuingia ndani ya pitch, ndani ya uwanja, ndani ya uzio, ni lazima mpime corona. Ni protocol za CAF hizi. Lazima mpime. Alafu watu wawekea utaratibu. Nadhani tutawasiliana TFF watawaambia utaratibu uko vipi. Lakini watu wa cameras mjiandae, pimi vipimo vikubwa. Sio vile mnavyofikiria. Acheni uoga. Kaniki, acha uoga. Kipimo cha kawaida tu, puani, mdomoni, khalas, sawa mjomba. Acha uoga saizi. Maana unaona natemeka unavyosikia vipimo. Kwa hiyo Jumatatu hiyo baada ya press, na sisi kama Simba tutafanya promotion ya mechi, tutakwenda kwenye vituo vya radio, tutakwenda kwenye vituo vya television kwa kadri ambavyo watu wetu wa masoko wameandaa. Tuone namna ambavyo tutakavyoweza kuhanikiza kupitia kwa fans wetu ambao ndio mchezaji bora zaidi wa Simba. Na Jumapili kutakuwa na zoezi maalum ambalo ndugu yangu Chiko atalielezea, linalohusiana na namna ambavyo tumejipanga kuwa na hamasa. Unajua Simba katika timu za Tanzania ndio tunaongoza kwa hamasa viwanjani. Lakini tunataka tufike mahali mshabiki anapokuja uwanjani haji picnic, hasa katika mechi kubwa hizi.
Hatuhitaji mshabiki anakuja na korosho na karanga katika mechi kubwa. Tunahitaji mshabiki aje pale ashangilie Simba yake. Wale Waarabu waone lile joto la kushangiliwa liwakabe. Leo nimearifiwa mahali, I'm not sure, sijui kama ishakuja official, kwamba Ahli wanaingia kati ya leo na kesho. Sina uhakika. Sijui imekuja barua official. Wanaingia leo usiku. Saa 6 usiku wanaingia leo. Wanaingia leo usiku. Na nimalizie kwa kuambia sisi tuko tayari, tunawasubiri, watapata mapokezi yote. Waarabu wanamsemo, wanasema mithluka uluf, mfano wako wewe mara 1000. Wa Misri, sio Waarabu wanasema hivi. Mfano wako wewe mara 1000. Yaani wewe ukiwa mwandishi hodari sana wa habari, au mpiga picha mahiri sana, au mtangazaji mzuri kama yule mtoto alitoa maneno hapa yule wa Azam nani, basi wao wanao mara 1000 yako Waarabu. Ndio maana mithluka uluf, yani mfano wako wewe mara 1000. Kama dada yangu pale, wewe unajiona mrembo sana, kule wako mara 1000 yako Egypt. Ukiwa wewe mwizi sana, kule kuna mara 1000 yako wewe. Ndio maana mithluka uluf. Sasa hapa sio mithluka milioni. Udadadeki wa Misri naambia hivi, kule si mithluka uluf, hapa kwa Simba ni mithluka milioni. Mfano wako mara 1,000,000. Uko unajua mpira kuliko sijui nani, si hapa tuna mtu anajua mpira kuliko mara 1,000,000 yako. Kwa hiyo tumejipanga kweli. Najua kuna watu wanapita kwenye viambaza. Leo wametoka kulalamika, wanalalamika kutwa kucha, asubuhi wanalalamika, mchana wanalalamika, jioni wao kulalamika, tukulalamika. Wanalalamika huko, wanapita kwenye viambaza, wanakwenda kwenye kuombea viwanja vya mazoezi, wanakwenda kwenye viambaza vya hoteli. Tunazo taarifa zao, alafu mtu anafanya hivyo tunamheshimu sana. Hata kuprove nini? Sisi tuseme tunaacha, tunahangaika. Huwezi kuhangaika na watu wafanya uchale. Unahangaika nini? Sisi tunazungumzia ligi ya mabingwa, tuanze kucomplain kushindana na watu. Leo kila mwandishi bwana, naomba uzungumzie habari ya press ya inanusu nini? Mimi nazungumzia habari ya Simba na Ahli. Nizungumzia habari ya kulalamika si waamuzi, tutasusa na susa. Dadeki susa. Unasusa. Unamtisha nani? Yote ni kutisha tu waamuzi, unatisha sisi. Kesho tusiposhinda tunajitwala. Wewe timu ya juzi mbona unaongoza ligi? Mbona kusema hayo? Unasema hayo baada ya kwamba unaumwa kwa hapa. Ulipokuwa unaongoza ligi? Kila Morrison akifunga shida. Kesho tunamwomba Morrison baada sasa hivi asifunge. Basi atawachia kina Kagere asifunge. Baki akifunga tusikapili press. Akifunga tusikapili press. Haiwezekani mpira ukaendeshwa kulalamika. Cheni bana. Huo kubwa wenu uko wapi? Kila siku complain na TFF, kila siku complain na bodi ya ligi, kila siku complain na marefa, kila kukicha. Staff wetu wamekuwa wanajua. Wakiwa kwenye klabu moja, sitaki kutaja jina, naomba niseme muisikie vizuri. Staff wetu wa club amekwenda kwenye hoteli, amekwenda kwenye club moja maarufu hapa mjini. Kiongozi mwandamizi wa klabu yao kenda anafanya booking ya uwanja wa mazoezi. Tumekaa kimya. Tunajua toka juzi, hatusemi. Tunatapatapa tu. Na kwa ushahidi hatuhangaiki sisi. Sisi hayo tushavuka. Huku mnasema nyinyi mnadhulumiwa. Huku nyinyi mnapita kwenye viwambaza unafanya wale nani buki. Hivyo dhao Waarabu wajinga. Yaani Waarabu wakusubiri wewe golo wafanye buki ya hoteli au ya kiwanja cha mazoezi. Waarabu wale Waarabu, acheni hizi. Nani buki. Hivyo dhao Waarabu wajinga. Yaani Waarabu wakusubiri wewe golo wafanye buki ya hoteli au ya kiwanja cha mazoezi. Waarabu wale Waarabu, acheni hizi. Tucheze mpira. Mpira kulalamika ushapitwa na wakati. Na sisi tunaamini vitisho vilivyotolewa leo kwa waamuzi havitawafanya wabadili msimamo wao wa kusimamia haki na sheria 17 za mchezo. Tunaamini hilo.
Hivi vitisho vyao vya leo tunaamini havitawatisha waamuzi, wala wasitishike, wakasimamia sheria 17, goli, offside, penalty. Tena wasio na huruma, penalty 3 toa penalty 3. Ndio mpira. Penalty 10 toa 10. Haisemi kwamba penalty baadaye balance utoe mwisho 2, hapana. Akifanya madhambi ndani ya box penalty 10, weka 10. Yes, mnawatisha waamuzi kila kukicha, mnawatisha. Hapo mtu huyo anatumika kwenye controversials tu. Unakubali vipi? Hivyo na mimi Simba kila siku kwenye controversial hadi nenda kasemewe, mimi nasemea siku. Yes, mambo mnawatisha waamuzi kila siku, policy ya klabu. Lakini wewe vitu vya vile vya mpanganyiko tu unaambiwa nenda wewe. Mnawatisha tu. Mpanganyiko nenda wewe. Huyo anatumika kwenye controversials tu. Unakubali vipi? Hivyo na mimi Simba kila siku kwenye controversial hadi nenda kasemewe, mimi nasemea siku mambo makubwa, nasemea siku policy ya klabu. Lakini wewe vitu vya vile vya mpanganyiko tu unaambiwa nenda wewe. Mpanganyiko nenda wewe. Na unakubali? Sheikh. Mimi baba tumegombana. Yaani mimi ananiambia kwenye ujinga tu ndo ndemie. Kulalamika tu wewe sendi, naambia wewe nenda wewe. Kila siku wewe tu unaweta ujiongezi shekhe kaka yangu. Mbona kwenye mambo ya usajili nini mambo yale mazuri nini? Unakuwa nyuma kabisa huko Mkululu. Ili bwana. Kama ndugu zangu nisiwachoshe. Hebu Chiko njoo utuelezee kuhusu namna watu watakavyojipanga na plani yetu. Jamani, ngoja basi Chiko amalize hapa tutaendelea. Chiko njoo bwana malize. Bila kupima COVID uingie. Press ya CAF ya makochi na makapteni wa timu zote mbili za Simba na Yanga.